Kitabu cha Waebrania mlango wa 13, kichwa cha somo leo kinasema maisha yampasayo Mkristo aliyepevuka. Maisha ya Mkristo aliyepevuka. Pevuka ni kukua, ni kukomaa. Au unaweza kusema vile vile somo linaweza kumaanisha maisha ya Mkristo mkomavu. Tumekwisha somewa mistari yote ya mlango huu wa 13 wa kitabu cha Waebrania. Jumla iko 25. Baadhi ni mistari mifupi, kwa hiyo naamini tutamaliza kwa muda mzuri mwafaka. Huu ni mlango wa mwisho. Mlango wa mwisho leo tunahitimisha kitabu kingine cha hiki cha Waebrania. Tumekaa humu kwa muda wa wiki 15. So milango iko 13, lakini mlango wa 11 na mlango wa 12 tulikata mara mbili kwa sababu ulikuwa mrefu na ulikuwa na jumbe nyingi. Lakini tutakuwa na jumla ya wiki 15, kwa wastani kama miezi 4 kasoro. Tunaona kichwa cha somo ni ukomavu. Ukomavu, upevukaji au kukomaa na kupevuka na kukamilika na kuthibitika. Kwa mfano anasema soma katika mstari ule wa 21. Anasema hivi: awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema. Unaona ni hoja za kukamilika. Mkristo wa leo kwa sababu ya usomaji hafifu wa Biblia, kwa sababu ya uhubiriji mchache kabisa wa neno la Mungu, kwenda kanisani ukahubiriwa siasa au ukahubiriwa uchaguzi, ukahubiriwa ukasomewa waraka wa nani wa papa wa namna ya kufanya uchaguzi, vitu kama hivyo, hakukufanyi mkomavu katika Kristo. Unapoenda katika makanisa ukakuta hakuna kitabu hata kimoja unaweza kusema kwamba labda wameanza Mathayo mlango wa kwanza mpaka mlango wa 28 wakakisoma. Huwezi ukaona ukomavu. Kule kukaa ndani ya makanisa miaka 10, 20, 30 au kazeekea humo, hicho hakimaanishi kabisa ukomavu hata kidogo. Mapenzi ya Mungu, wewe mwambie, shetani anamwogopa Mkristo mkomavu. Mkristo mkomavu ni yule ambaye anaweza akawa na tabia kama za uvumilivu. Yesu alipokuwa anahubiri habari za mbegu za kondeni, zile mbegu zilizopandwa shambani, alisema kuna mbegu zingine zilipandwa njiani, zilipandwa kwenye udongo mwembamba, kwenye miamba. Zikaota vizuri, baadaye zikanyauka kwa sababu zilikuwa hazina mizizi. Huyo ni Mkristo ambaye ni legelege. Alienda tu kanisani, amemfuata mchumba, amefuata baraka. Ameenda na wazazi tu kwa sababu alikuwa anaenda. Na wazazi wenyewe walikuwa sio imara. Anasema adha ikitukia tu kidogo, jambo dogo tu likitokea likampalanganya kidogo, anasema mara moja hukwazwa na kuondoka. Huyo hajakomaa. Lakini anasema zile mbegu nyingine ambazo anasema kwa kuvumilia zikazaa matunda, nyingine 30, nyingine 60, nyingine 100. Somo kama hili linatukumbusha kujifunza kuwa Wakristo waliokomaa bila kujalisha una umri mkubwa au una umri mdogo. Niko pamoja na mimi. Ndiyo yaliyoandikwa huko. Mstari 25 ni mingi, kwa hiyo ngoja niende haraka. Lakini vile vile nijaribu kwa sababu tuko tunafunga kitabu hiki. Tutakapokutana mara nyingine tutaanza kitabu cha Wakorintho wa pili. Tutaanza kitabu cha Wakorintho wa pili, nimeshaanza kukiandaa. Na nimeandaa mlango wa kwanza, masomo mawili, tutaendelea na hicho. Tutaendelea tu hata mpaka neema ya Mungu itakavyotupeleka. Na kukaribisheni tuendelee pamoja. Tuende kumjua Mungu, tuendelee kujua kweli ya Mungu. Naamini kwa kukaa naye kwa kipindi hiki chote umejua kwamba Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Wakati mwingine neno la Mungu linaweza kuwa ni gumu, kali na nini, lakini linaendelea kukuosha. Linaendelea kukutakasa, linaendelea kukuthibitisha, linaendelea kukulinda, linaendelea kukutunza, linaendelea kukukamilisha katika kila namna. Hii kitabu cha Waebrania nilikitamani sana kuhubiri zamani kweli. Nilikitamani kwa sababu ni kitabu ambacho
sihitaji kufanya rejea kubwa lakini kwa ufupi tu ile milango 10 ya kwanza ilikuwa inalinganisha huduma ya Yesu Kristo agano jipya na ile huduma ya agano la kale kwamba hii ni kubwa hii agano jipya ya Kristo ni kubwa lina vipimo limejengwa juu ya ahadi zilizo bora na ni jepesi kulishika kuliishi kwa sababu lile la kwanza hawakudumu katika hilo akasema linaondoka likachakaa kwenye mlango wa 8 na kadhalika tukaona mwanzoni aliposema habari za Kristo kwamba ni mkuu na nini leo hii kwa mfano Wayahudi au watu wenye asili ya Uyahudi hata wa Jumamosi wa hapa Tanzania wale wanajiita wa Jumamosi wale wanabii mwanamke wanaitwaje wale jina lao jingine wale wa nani sio watu wa Jumamosi wanaamini katika mambo ya Musa kana kwamba Musa ni mkuu Yesu anamuingiza tu kiujanja lakini kimsingi hawaamini katika agano jipya nenda kasikie rejea za mafundisho yao utasikia ni habari za kutoka ni habari za vyakula yani wanapambana na vyakula kweli kweli huku tutaona kwamba vyakula si chochote wala si lolote ule humuongezee Mungu chochote usile hata ukifunga ukafa utakuwa umekufa mwenyewe kivyako wala haitakusaidia chochote mbele za Mungu lakini hapa kuna wana matengenezo hawataki kukusa hiki wala usiangalie soda sijui usifanye nini vitu vya kijinga kabisa Biblia inatumia neno ujinga na tumia neno upumbavu kwa nini tusitumie vile vile lakini tunathibitika tunajua yaliyo kweli tunajua yaliyo thabiti wanakuambia kuna kitu kinaitwa muhuri wa Bwana. Muhuri wa Bwana ni siku ya Jumamosi. Sije kwa haijaandikwa popote lakini muhuri wa Bwana Roho Mtakatifu ambaye tunampata aliyeandikwa katika mioyo yetu ambayo tunampata tunapomwamini Bwana Yesu Kristo tulishadhibitisha sehemu nyingi na tutaiona kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili tutakapoanza. Kwa mlango wa kwanza tutakuwa na vitu ambavyo havipo ndivyo wanavifanya vilivyopo wanavififisha. Ni masikitiko makubwa sana. Lakini Mungu mwenye neema ataangalia huko atajitafutia watu halali wala hasinzi. Mpaka makusudi yake yatatimia. Makusudi ya Mungu ni watu wote waweze kuufikiria wokovu wa kweli. Waweze kuijua kweli. Sasa kwa hiyo tukaona milango ile ya kwanza 10 ya kwanza ilikuwa ni habari hizo za kulinganisha maagano ili kusudi tusirudi kwenye kujaribu kuishi maisha ya agano la kale mambo ya tohara mambo sijui ya kuosha mikono kutawaza kuna watu wakitawaza mara 10 kwa siku wanafikiri ndio hivyo ameshakanyaga ngazi ya kwanza ya mbinguni labda umeoga maji ambayo yana bakteria ndani yake haina hata faida vitu kama hivyo lakini tunapokuja kwenye agano la roho agano la mbinguni agano la imani agano la Kristo ndivyo tuliona mlango wa 11 na 12 na 13 hii milango mitatu ya mwisho kwenye kitabu hiki ilikuwa inaongelea mambo kwa uchache sana ilikuwa ni kama sasa inatoka katika maana ya maagano inakuja kutufundisha namna kuishi agano jipya kuthibitika kukua kukomaa ndio tuliona kwenye mlango wa 11 kwa imani tuliona somo linasema imani ya kuona yasioonekana na imani ya kutenda yasiyowezekana. Mlango wa 12 tukaona vitu mbalimbali kuishi nasema jitahidini kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu maisha ya ukomavu. Kuwa na amani hakuna kitu kigumu sana kuwa na amani na watu ambacho ni kigumu kama kujitahidi kuwa na amani na watu. Kwa sababu wachokozi watakuja mpaka uwe na amani nao. Leo kwenye mlango wa leo sasa ambao ndio kufunga kuhitimisha ndio tutaona vitu mbalimbali atakuwa anagusa kimoja baada ya kingine vitu mbalimbali ni vingi na siamini kwamba ndivyo hivyo tu peke yake ni vile vile andiko kwenye mlango wa leo lakini kuna sehemu nyingine tutaona vitu kadhaa kwa hiyo hoja huu mlango wenye mistari 25 tukianza kuugawa kwenye vipengele kusudi tuvielewe unaweza kusema kipengele kidogo cha kwanza kinasema matendo ya Mkristo mkomavu yenyewe. Baadaye tutakuja kuona vitu vingine. Hasa ndio hoja yenyewe ya kichwa chenyewe. Ni mambo gani ambayo tukienenda katika hayo tunakuwa tunadhihirisha ukomavu wetu. Kwa mfano anasema mstari wa kwanza upendano wa udugu na udumu
Upendano wa udugu na udumu. Hapa alikuwa anaongelea katika context au katika muktadha wa watu wa imani moja katika Kristo. Ndio udugu. Na udumu. Kudumu ni nini? Ni kuendelea bila mwisho. Pendano. Ngoja niwaambie, leo hivi unaposikia ndani ya familia mume amemchinja mke amempiga siji kipapai mwanaume wake si vitu gani? Huo ni dalili za upendano na wa udugu. Na hawa sio ndugu tena. Biblia inasema ni mwili moja. Lakini hawaelewani. Ndani ya familia, ndani ya kanisa. Kuna usidanganyike na ile ya watu wanapita mpendwa habari asubuhi lakini akikaa kidogo anakuibia. Hiyo usikudanganye kabisa. Ni ule weupe wa moyo. Ni ile nia ya ndani. Nakwambia upendo wa kweli hautoki tu midomoni. Upendo ni matendo. Of course haina ubaya upendo wa maneno. Ni vizuri vile vile watu wanaowapenda wajue kwa kauli zetu. Lakini hiyo ni kidogo kuliko matendo. Yesu hakuja akasema jamani wanadamu wa dunia hii na wapenda wote. Hapana. Alikuja akawafia. Nasema kwa maana jinsi hii Mungu alitoa Mungu alipenda ulimwengu hata kamtoa, akatoa, akafanya kitu fulani. Upendano wa udugu na udumu. Hii Biblia inasema upendo ni kifungo cha ukamilifu. Yaani ni ukamilifu ukitaka kupima kwamba kitu kimekamilika. Sawa, angalia kiwango cha upendo kilichoko pale. Unajua ukamilifu wake. Huo ndio ukomavu. Mstari wa pili anasema msisahau kuwafadhili wageni maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Kufadhili ni kufanya nini? Ni kutendea mema. Ni kusaidia. Anasema msisahau kuwafadhili wageni. Nawaambie watu hawana jichunguze, angalia mambo yanayoendelea pembeni yako katikati, sio hapa, katika jamii. Mgeni akitokea wakibahatika akamwona mgeni wanamuibia. Atokee mtu atoke labda mkoa labda wa mbali huko. Aje Dar es Salaam, akifika Dar es Salaam watu wa Dar es Salaam watakuwa wanamwangalia kama mgeni wamsaidia au wanajitahidi kumuibia kwa sababu anaona huyu ni mgeni hajui njia. Lakini kulingana na neno la Mungu anasema hasa mtu anapokuwa ni mgeni jaribu kufanya fadhili kwa kadri inavyowezekana. Wakaribisheni. Lakini wewe mwambie anaposema neno hili hamaanishi kwamba wageni ndio muhimu namba moja. Hapana. Ameanza udugu huku. Wale ambao mnadumu nao. Lakini na wageni tusiwaache. Na wageni tusiwaache. Anasema ukiacha kwamba ni amri ya Mungu. Kwenye Biblia Agano la Kale kuna neno strangers, wageni, watu. Leo hii wageni wakipita tu ndani ya nchi kama Tanzania wanakamatwa. Aidha wanafanywa nini? Wanaswekwa. Wakati mwingine wana nani? Wanatozwa, wanapigwa faini au wanafungwa. Mimi nadhani kama ni wageni wanapita ungeweza kuwasaidia wakaenda wanakoenda wewe ukamalizana nao. By the way, haya ni mambo ya sheria za kimataifa, siko huko, siwezi nikaongea. Lakini yote katika yote, basi yale yaliyo katika mipaka yetu, katika familia zetu. Leo hii, wewe unauliza swali, uende mtaani, mitaa ya watu, umepotea njia. Sawa, kuna watu wema, unaweza kuwauliza, lakini kuna wengine hana time na wewe. Unaweza ukajaribu watu watatu wanne hawako tayari hata kukusikiliza. Kuwafadhili wageni. Hivyo vyote ni alama za ukomavu. Leo hii watu wana tabia za kufadhiliana wao kwa wao ili kusudi na wenyewe waje wapate.
anaangalia sasa huyu mgeni atanisaidia nini? Mimi kwanza simjui anakotoka, nitafaidi nini kwake? Lakini yeye Mungu anasema kwa kufanya hivyo hujui unaweza kujikuta unawafadhili malaika. Na mtu mmoja hapa alifanya hivyo, kusoma katika kitabu cha Mwanzo, ukisoma Mwanzo Ibrahim mlango wa 18 alikuwa chini ya mielezi ya Mamre, akaona watu watatu wanapita. Nafikiri tu kwa sababu alikuwa ni labda kaona wamechoka, labda kaona wana uhitaji, akasema mpiteni huku jamani. Amjamboni, mnaelekea wapi? Lazima tunapita tunaelekea maeneo ya Sodoma. Basi kama mnaenda Sodoma, tulieni hapa, inaonekana mmechoka, osheni miguu mpumzike chini ya mti. Ikiwezekana kama kuna chakula wawaletee, alafu muendelee. Akawafadhili. Kumbe huko kulikuwa kuna malaika, kulikuwa kuna Kristo. Ndivyo ilivyo. Nenda kasoma kitabu cha Mwanzo 18. Mstari wa sehemu nyingi. Sehemu nyingine anasema Mathayo 5:46 Yesu anasema iwapo mkiwafadhili ndugu zenu ni kitu gani cha ziada mnakifanya sasa? Anasema kama ni ndugu, yani hata simba si wana ndugu kwani simba ndugu yake si wanaelewana? Sasa tofauti ya mwanadamu na simba ni nini? Anasema tofauti ya wewe ambaye una roho wa Kristo ndani yako ni kuwasaidia wale hata ambao hutegemei chochote kutoka kwao. Hukioni kabisa, ukiangalia haraka haraka uone chochote. Na kila mtu ana uwezo wa kufanya hicho kitu. Mstari wa 3. Tuko tunaangalia vitu. Okay, cha kwanza umeona nini? Udugu na upendano. Cha pili wageni. Sehemu nyingi mtu akishakuwa mgeni ndo wanamnyanyasa. Ndio sio? Wanajua hana lake, hana pa kushtaki, hana haki, hana nini. Hizo ndio alama za ukomavu wa Mkristo. Namba 3, wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba wamefungwa pamoja nao. Mmefungwa pamoja nao na hao wanaodhulumiwa kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Kingine mbali na udugu na wageni, kingine ni watu walio katika mateso. Mateso mara nyingi ni yani mateso kwa ajili ya haki. Hapa haongelei mtu amekamatwa amefungwa na nani na kwa sababu ya ni shoga. Mungu anasema kwamba tunataka tuanze sasa kuchanga michango ya kumtoa. Si hicho Mungu alichosema. Hawa hawajafungwa kwa ajili ya haki. Hao wanalipa maovu yao na actually wanasubiri malipo makubwa zaidi mabaya. Lakini kuna watu ambao kwa ajili ya haki leo hii hutawapata wengi, lakini kwa mfano tunahubiri injili wakati mwingine ambayo watu wengine hawapendezi. Ikatokea ukaingia katika matata na watu ambao wana nguvu kuliko wewe. Mtu ana namna hii ambaye anapitia katika majaribu kama hayo. Mungu ametuepusha kwa mpaka sasa. Mpaka sasa. Labda ameona nguvu zetu ni chache. Lakini anasema watu wa namna hiyo msiwaachilie wakapambana kivyao. Basi mkichuna chochote pigeni magoti muwaombee kama Petro alivyokuwa amefungwa na Herode kwenye Matendo 12. Kanisa likaomba, ikabidi malaika ashuke aje afungue ile milango. Petro akaja usiku. Mkiona ameshindwa basi waombeeni. Ombeeni injili kama hii. Mimi nawaambia hii ni injili ya kweli. Ombeeni injili kama hii endelee kuhubiriwa. Msimache mtu akapambana peke yake. Akapambana peke yake fanya unachoweza kufanya. Mstari wa 4. Kwa hiyo tumeona wageni, ndugu, pendano, watu waliofungwa, na hapa akaongeza na mstari mwingine watu wanaodhulumiwa. Leo hii mtu akiwa anadhulumiwa la ajabu kabisa.
walio wengi wanakaa upande wa yule mwenye kudhulumu. Una taarifa hiyo? Anaweza kaja bodaboda akamgonga mtu. Wale bodaboda hawaangalii kama huyu bodaboda kagonga, wanaanza kumpiga yule ambaye amegonga. Hawawezi wakatafuta ni nani mwenye makosa. Au kasikia labda mtu ana karidhi kake, ametokea tajiri, anataka kukafyonza kuchukua, ukokuta tu kwa sababu tajiri wanajua siku moja atawapa kazi, atafanya nini, wakasimama naye yule ndo kabisa anasema hapana, simameni na hawa wanaodhulumiwa. Simameni na hawa wanaodhulumiwa. Mstari wa 4 anasema, niweza kusoma kwenye kitabu cha King James lakini kuna namna fulani umeeleza tofauti. Ngoja ni usome kwenye Kiswahili na kwenye King James. Anasema mstari wa 4 anasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Anasema kama kuna kipimo cha ukomavu au kupevuka Kikristo kiroho, kipimo kimoja wapo ni ndoa za Kikristo. Mimi ili swala linaangalia wote, walio kushaingia, walio kushatoka, walio ambao hawajaingia. Linaangalia wote. Anasema marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But who are mongers and adulterers, God will judge. Anasema the bed undefiled. Malazi, anaposema malazi yawe safi, unaweza kufikiri labda ni kule kukistandika vizuri, ukafua vizuri. Haina ubaya. Lakini anachotaanisha the undefiled, kwa maana kwamba leo utasikia kitanda hakizai haramu. Mjasikia maneno haya? Kitanda kinazaa haramu. Huu ni msemo wa dunia hii. Ndoa zijawe na uaminifu, ndicho anachotaka kusema. Hiyo ni kipimo cha ukomavu au kupevuka Kikristo. Lakini ndoa za sasa zina nini? Zina mauaji, zina magomvi, zina mashtaka, makasiriko, vitu kama hivyo. Ngoja niwaambieni vijana mliopo, baadaye mtakuwa katika hizo ndoa nani? Lengeni. Na nisikia vizuri lakini. Lengeni, weka shabaha ya kufanya kitakachowezekana kabisa. Uweke maisha yako yawe maisha salama ya ndoa. Kwa kadri inavyowezekana. Haya, najua nimesema haina maana. Lakini maana itakuja. Mstari wa 5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kuwa radhi ni kuridhika. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha. Anamaanisha ni miongoni mwa vitu vinavyoashiria Ukristo wako na wa kwangu ni kutokupenda fedha. Mimi hilo eneo unaweza kusema Wakristo wanafeli kwa 100%. Kwa sababu nikisema 99 nitakuwa nimeunderestimate. Labda ni 100. Labda ni 99.999. Ambayo unaweza ukaestimate to 100%, 100%. Watu mioyo yao hata ambao usingewategemea, unakuta pesa inachemka kwenye moyo wao. Wewe mwambie, sio kazi rahisi kushinda tamaa ya pesa. Sio kazi rahisi. Lakini lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu linawezekana.
Kama tajiri ni vigumu kupenya kwenda kwenye ufalme wa mbinguni kuliko ngamia kupenya kwenye tundu la sindano, lakini bado kuna matajiri wanaenda mbinguni kwa sababu lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana, basi hilo nalo linawezekana. Si vizuri kujitapa, si vizuri kujisifu. Si ndio? Mimi spend fedha. Ndani moyo wangu hakuna pesa. Lakini sio kusema kwamba nimekamilika, nitapambana zaidi. Lakini nikiangalia pembeni yangu, nikiangalia mbele yangu, nikiangalia katika ulimwengu huu, hili sehemu hapa ni tatizo kubwa kabisa. Na Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 pale, kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 11 pale. Anasema kupenda fedha ndicho chanzo, ndicho kiini cha kila aina ya uovu. Mtu anayependa fedha atakuwa mwasherati. Mtu anayependa fedha atatoa mimba. Unaweza sema haina uhusiano, ina uhusiano. Believe me. Niamini. Mtu anayependa fedha atadanganya. Ataiba. Atakula rushwa. Niambie kitu ambacho hata kifanya. Ataua. Anayependa fedha atafanya. Fedha kitu kilichomfanya Yuda amuuze Yesu ni nini? Penda fedha. Na alikuwa anapenda tangia mwanzo. Sio kusema kwamba ni kwenye ile tukio. Alikuwa na tabia hiyo. Hebu jiulize kitu ambacho kinimfanya Yuda afanye lile kosa lisilo sameheka. Basi hicho ni kitu cha kuepuka kweli kweli. Ni mara mia nifanye makosa ya Petro ya kumkana Yesu. Ni mara mia nifanye makosa ya kina Yohana na Yakobo ya kutaka kutukuzwa pamoja na Kristo. Haina ubaya sana. Kwenye Mathayo 20 pa. Ni mara mia nifanye makosa mengine ya kina Yuda, amini ya kina hapo naongea mitume wale. Ya kina akina Tomaso. Ya kutokuamini, anasema kwa kweli Yesu amekuja, wakasema amekuja mimi siamini. Amekuja tulikuwa naye, anasema hapana. Mimi mpaka niende nikamshike vidole vyake, nione misumari, niangalie walipomchoma mkuki na nisipoona hivyo vitu hamwezi mkaniambia chochote. Mtakuwa mnanidanganya. Yesu akabidi aje nje. Hilo ni kosa baya, lakini ni bora kuliko la kupenda fedha. Dhambi zote hazilingani by the way. By the way, dhambi zote zitatupa wanadamu jehanamu. Bila kujalisha, wewe kwambie kuna watu wenye dhambi 50 watatupa jehanamu, kuna watu walikuwa wametenda dhambi 50,000 wataingia katika ufalme wa mbinguni, sio kwa sababu ya wingi wa dhambi wala sio nini, kwa sababu tu wamesamehewa dhambi kwa njia ya kuamini Yesu Kristo. Lazima hilo nalo lieleweke. Lakini haiondoi kwamba kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo, na dhambi kubwa zina adhabu kubwa kuliko dhambi ndogo. Lakini hatima ya mwisho kabisa yote ni adhabu moja ambayo haitaangalia ukubwa wa dhambi, haitaangalia udogo wa dhambi, ni jehanamu ya moto. Of course ndani ya jehanamu ya moto watatofautiana. Wale waliotenda makubwa watakuwa wanachoma kwenye sehemu inayoumiza zaidi. Biblia inasema. Kwa wazi. Kwa tunasoma mstari wa 5, wa 6. Anasema hivi. Hata twathubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Anachotaka kutuambia hapa ni kwamba kwa kutokupenda sana fedha zikatutia katika majaribu na tanzi na mivu na ninasema kinyume chake una uwezo wa kumtumainia Bwana hata kuacha, hata kupungukia. Nani ngwambieni? Tukimtumainia Bwana tumia Kristo hatutapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ile Zaburi yao, mtu anatoka anapenda fedha alafu baadaye anaandika kigari chake anaandika Bwana ndiye mchungaji. Yaani pesa ndio mchungaji wako. Ule ni unafiki. Yaani anachotaka kukibandika nje tuone ni Bwana, ni kumtumainia Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu.
lakini kilichojaa kwenye moyo wao ni ndio mchungaji wake. Aliko pamoja nami. Ingeza kusema mambo mengi. Sema wakumbushe mistari fulani ya kutusaidia. Paulo anasema katika kitabu cha wa Filipi mlango wa 10 mlango wa 4 mstari wa 13. Kwanza mstari wa 11. Anasema anasema nimejifunza kuishi hali zote. Kuishi nikipungukiwa bado nitasurvive. Nitaendelea kuwepo tu. Nikiwa katika shibe vile vile nitaenda, mambo yangu yataenda vizuri. Na najaribu kutumia maneno ya jumla lakini tunaweza kusoma yalivyoandikwa. Ndipo anasema lakini siwezi hivyo. Yaani kwamba ninajua kuwa na shibe, ninajua kuwa na upungufu. Ninajua kushiba, najua kuona njaa. Leo hii hapa mjini kuna watu akina mabinti unamkuta anaishi kwa kudai pesa na kudanganya fulani nitumie pesa naomba unisaidie hii. Yaani anakuwa anaishi hivyo. Na ile sio kwamba anaiweka katika uwekezaji wa maana, ni ya kula tu. Sio kula tu chakula kwa maana ya kuishi, ni ya kushibisha tamaa zake. Ndio. Yaani kwenye simu ana watu kama 10 kwa mahusiano tofauti. Huyu anampa 20, huyu anampa 50, huyu anampa 70. Maisha namna hiyo. Yapo. Alafu akitoka Jumapili anakuambia ndio anaongoza present worship. Bwana, napokea sifa. Amna. Sio sahihi. Anasema tuweze kumtumainia Bwana. Nani ananielewa? Tumainie Bwana. Tumainie Bwana. Mstari wa 7. Hata tuko tunaangalia ile mienendo ya Mkristo mpevu, aliyepevuka, aliyekomaa. Sasa anasema wakumbukeni wale hapo katumia mistari katafsiri vibaya. Mimi nitasema ilivyoandikwa kwenye King. Wakumbukeni wale wanaowaongoza waliowaamia neno la Mungu tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao igeni imani yao. Na anasema kama kuna mtu ambaye labda mchungaji ni mhubiri kwa vyote vile ndiye anayekuhubiri ndiye anakuongoza kiroho, usimwache. Kuna namna fulani unatakiwa ufanye nini? Ushirikiane naye. Wakumbukeni kuwaombea. Sehemu nyingine anasema kama amepungukiwa na wewe na chochote muwezeshe. Ni mazingira tofauti. Yaani ni kuwa na sio kuwapiga teki. Kumbukeni, waombeeni. Ni neno kidogo gumu kwa sababu linaweza ikatumika vibaya, likawa kama vile sasa huyu anayewahubiri, anayeongoza akawa kama anataka kuwamiliki. Bashirikiane kidogo, lakini wakijua kwamba ana jukumu fulani anaifanya kwao, nawe wawe kwa kitu fulani, basi wamkumbuke katika sala zao. Wakumbukeni wale wanaoongoza, na anasema muangalie mwenendo wao, kama ni mzuri muige kwao. Basi kama ni mbaya epukeni, Mungu atakupa mwingine, au muige Kristo basi. Mstari wa 8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Mstari wa 8. Hilo nalo hiyo nayo ni alama ya ukomavu. Kwa nini? Maanake Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Anachomaanisha ni kwamba tusiwe wa Kristo wanaobadilika kama kinyonga. Wewe mwambie, saizi ukienda katika makanisa, ukirudi nyuma miaka 30 iliyopita,
wangeweza kuambia uvaaji wa suruali ni dhambi. Ndivyo ilivyokuwa inajulikana. Usukaji wa nywele ni dhambi. Uvaaji wa suruali kwa wanawake. Kunyoa nini vinaitwa si videnge si nini vinaitwa ni dhambi. Vitu vya namna hiyo. Nguo iliyo sawa sio wa magoti ni dhambi, vitu kama hivyo. Baadaye wanakuambia sasa sio dhambi tena. Ishaisha. Yesu kabadilika mwaka jana? Ndio swali. Anatuambia kwamba lazima tujifunze kutunza standards za Kristo. Sio neno ni lile. Wengine wanaambia hili neno limezeeka lina miaka 2000 hivi na ninije kitu cha miaka 2000 hakijafanywa marejeo mpaka leo. Hakijafanywa marejeo. Hapana, kulingana na neno la Mungu. Mungu ni mkamilifu, hahitaji kukaa na rejeo. Mwanadamu anafanya marejeo ya kitu kwa sababu ni mkosaji. Hajui hivyo kila kitu. Mungu alijua mwanzo mpaka mwisho na mwisho mpaka mwanzo. Neno lake hata likiwa na miaka 2000, hata likiwa na miaka 6000, liko sawa. Tunaliamini hivyo. Nicho anachosema. Huu ni mstari maarufu sana. Mstari wa 8 naomba kama kuna mstari wa kuondoka nao leo, ondoka nao. Waebrania 13:8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo hata milele. Kuwa na tabia ya badilika kwa fashion na mitindo. Yaani dunia ikaanzisha kitu tu. Makanisa nayo yanajipanga kwenda nacho kana kwamba Kristo naye amebadilika. Wewe waambie dunia inabadilika kila siku, wanadamu wanabadilika, lakini Yesu Kristo ni yule. Dhambi ya zamani ndio dhambi ya sasa. Sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana vya kawaida lakini nyuma kidogo vilikuwa vinaitwa dhambi. Sasa Yesu alishabadilisha? Hamna. Mstari wa 9. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Ni muktadha ule kwamba Yesu Kristo kwa vile badiliki. Anasema kwa sababu hiyo mstari wa 9. Msichukuliwe na mafundisho ya aina nyingine. Leo hii kuna mafundisho yanazaliwa mapya ajabu. Unaweza kusikia sasa hivi tuko katika sala ya usiku saa 8. Sala za mnyororo. Mafundisho fulani. Uyatafute kwenye Biblia yako wapi? Je, Yesu aliyafanya? Hakuyafanya. Aliyahubiri? Hakuyafundisha. Sehemu nyingine ya watumishi wa Mungu wote kwenye hawapo. Ni vitu tu vipya vinakuja. Unasikia sijui vitu vingi tu vinazaliwa vipya ili mradi tu vifunike vile vya kweli vionekane hivyo vya uongo. Anasema basi msichukuliwe mafundisho mengine. Anasema diverse doctrine. Mafundisho yako mengi yani huwezi kujua kama uendi huko, lakini watu wana mafundisho ya kabisa wanatafuta unaambiwa kujiungamanisha na madhabahu. Hilo ni fundisho kubwa sana makanisa. Unajiungamanisha kwa kasadaka kako. Na lazima kila kitu kihusishe ka pesa kana. Wengine niliwahi kuona mmoja ameleta hapo mbele kwenye ameweka mawe. Kama lile jiwe la Yakobo, vitu vya ajabu. Yakobo Yesu alikuwa na madhabahu ya mawe sana. Ni mafundisho tu ya jamani, hili ni mstari muhimu sana. Ukiona kuna kitu kinapigiwa upatu, nenda kakitafuta kwenye Biblia, kama hakipo chana nacho. Kwanza inaanza tu na kumwangalia yule anayehubiri. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa 4 anasema haiwezekani kuchukua kitu kilichochema ndani ya kitu kilicho kichafu. Ukishamuona tu uhubiri wake, ukaona nia zake na jinsi anavyokata manywele yake na anajaribu kujifananisha na celebrities na nini, alafu ukategemea kufundisha doctrine yenye akili. Hapana.
Kuna mmoja hapa Mkongo yule walimfukuza. Alikuwa anaenda manywele madefu yake. Mara ameweka mafuta, mara amefanya hivi, huko ameweka vipete. Yaani anajaribu tu kufanana na celebrity. Alafu watu wako pale wanategemea kwamba watajifunza chochote. Hatimaye anaenda kama mazuzu tu. Mstari wa 10. Tuna madhabahu ambayo wale waihudumiayo ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Alikuwa anaunganisha na mambo anasema ni vizuri moyo uthibitishwe kwa nini? Kwa imani, kwa neno. Kusema imani na neno la Mungu ni kitu kimoja. Sio kwa vitu kama vyakula, sio kwa vitu kama vya kimwili. Leo hii watu wengi wameshikamana na makanisa yao, wamethibitika kwenye makanisa kwa sababu ya vitu vinaitwa baraka. Sisi tunaenda kupata magari na wanayasubiri kweli hawayapati. Lakini wako kila siku wanasubiria. Lakini nasema kama ni kutaka kuthibitika katika imani, tuthibitishwe kwa nini? Kwa neno, kwa imani, sio kwa vitu kama vyakula na mahitaji yetu na nini. Kuna watu walienda kumtafuta Yesu kwenye mlango wa 6. Yesu akamwambia, najua tu amjaje kumtafuta. Mmekuja kutafuta. Si nini hapa mikate juzi. Mmekuja kutafuta ile mikate tena. Akimaanisha kwamba hao watu walikuwa wanajaribu kujenga imani yao juu ya zile baraka alizowapa. Lakini anasema mimi ninataka mkifanyie kazi chakula kisichoharibika ambacho ni neno la Mungu lidumao hata uzima wa milele. Kwa hiyo wanaongelea kwamba wewe waambie hivi mchukua kama ile dini ya Jumamosi. Imani yao kubwa ni nini? Kumtukuza mtu mmoja anaitwa Ellen White. Vyakula. Umemaliza na Sabato. Hana kitu kingine. Yote ukipiga moto vinaungua haviachi hata majivu. Hamna kitu cha maana. Ni vyakula. Wewe umegusa hiki. Umevunja sana. Yesu miongoni mwa vitu vile mhukumu ni hicho kinachotoka kuivunja Sabato yao. Kwa hiyo alikuwa anaongelea vyakula. Anasema mstari wa 11 anasema maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Mstari wa 12 niendelee nao. Anasema kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango. Mstari wa 13 basi na tutoke tumwendee nje ya kambi tukichukua shutumu lake. Ni mistari mingi imeunganishwa yote mitatu na ina hoja nyingi zimechanganywa. Yaani uwezo mstari mmoja haujitoshelezi. Ngoja niunganishe. Ameongelea nini? Anasema wanyama waliokuwa wanatumika kama dhabihu na kuleta upatanisho kwenye agano la kale walikuwa wanateketezwa nje ya madhabahu zile na kambi. Walikuwa wana sehemu ya kuteketeza. Anasema na Yesu Kristo kwa sababu ni dhabihu alienda akauawa nje ya dhambi, alitolewa ndani ya Yerusalemu akapelekwa nje kabisa Golgotha. Anasema ni kama alikuwa anatimiza ile tabia ya dhabihu. Na actually ndicho alikuwa anafanya. Anasema kwa sababu hiyo kwa vile Yesu Kristo alitupwa nje na hapa kuna somo kubwa sana. Naomba mnisikilize. Na sisi tuwe tayari kutoka katika hili kundi kubwa tumfuate huko nje aliko. Tukaponywe naye huko. Biblia inasema katika kitabu cha Korinto wa 2 mlango wa 6 inasema ondokeni mstari wa 17. Korinto wa 2:6-10. Anasema ondokeni mkatengwe nao. Ngombe tunapodumu katikati ya fikra zile za wanadamu. Wanapenda fedha tukapenda fedha. Wanajadili mipira kama jana kulikuwa kuna timu zilikuwa Chelsea ni Simba na Yanga. Moja haikutokea. Basi ndivyo vimetawala mitandao wanadamu. Tumeripa vitu. Tukiwa Wakristo wanaoendeshwa na Simba na Yanga. Hatuna tofauti na dunia. Lazima tutoke humo kwenye ile kundi kubwa, tukae pembeni pamoja na Kristo. Nani ameelewa? Mawazo yako. Au nimewaambia vitu vigumu sana. Ndivyo vilivyoandikwa.
mstari wa 14 ni nyongeza ya pale ni kama hitimisho ya hiyo hoja ndogo. Inasema hivi: maana hapa hatuna mji udumuo, bali tutatafuta ule ujao. Hii ni mstari wa kukumbuka. Ameusema ni sehemu nyingi za Biblia. Yesu anasema mimi sio mfalme wa dunia. Mfalme wangu sio wa dunia. Sehemu nyingine anasema tulipokuwa tunasoma kitabu hiki cha Waebrania mlango wa 11, anasema walikuwa wanautafuta mji ambao mjenzi wake mwenye kubuna kujenga sio mwanadamu, ni Bwana mwenyewe. Sehemu nyingine anasema uwenyeji katika kitabu cha Filipi mlango wa 2:17, uwenyeji 17-19. Anasema uwenyeji wetu sio wa dunia. Kama Yesu Kristo ufalme wake sio wa dunia hii, unatafutaje ufalme sema ambapo Bwana wako sio mfalme? Swali linakuja. Lakini leo utasikia sisi ni wafalme, tunatawala katika ufalme wa Baba. Yesu anasema mimi sio mfalme. Basi ninyi ni wafalme, ni wana wa ufalme lakini sio wa Kristo. Anasema uwenyeji wetu ni wa mbinguni. Wewe kwambie utaifa wako, uwenyeji wako, akili zako hizo tuzitafutie kule mbinguni. Haitatuzuia kuishi maisha kamilifu hapa duniani. Na kuhakikishia kweli kabisa. Unaweza kusema mimi bwana hapa duniani ndio kwangu. Wewe kwambie inawezekana mimi nikawa na kuzidi maisha hapa duniani, lakini pamoja kwamba na kuzidi ninakwambia yale ya mbinguni makubwa zaidi. Kwa hiyo unapambana kitu ambacho hata huna. Para anasema ninawazidi wote kunena kwa lugha, lakini sitaki mnene kwa lugha kwa jinsi mnavyonena kiuongo. Ndio mimi ndio ninachokuambia. Anasema maana hapa hatuna mji udumuo, bali tuutafuta ule ujao. Mstari wa 10 anasema basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Anaanza kuongelea habari za dhabihu. Ni alama ya ukomavu, hakuna kitu tofauti sana. Tunaongelea ukomavu. Lakini zaidi sana anaongelea mambo yanayohusu kujidhabihu, kujitoa. Dhabihu za Mungu ni nyingi. Dhabihu ya kwanza ni kujitenga na dunia. Kusoma katika Warumi 12 anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Anasema bali tufanye nini? Tukatengwe. Hizo ndizo dhabihu zimpendezazo Bwana. Dhabihu zetu sio kule kwenda kwenye mfuko ukatoa ka shilingi 1000 kako ukakarusha mule akaenda akakanywa. Dhabihu za kweli ni kule kumpa Mungu moyo wenye kujawa na neno lake, maelekezo yake, fikra zake. Hizo ndio dhabihu. Daudi anasema katika Zaburi ya 51 anasema hupendezwi na dhabihu na za wanyama na damu za wanyama na mafuta, bali dhabihu za Bwana ni mioyo iliyopondeka, mioyo minyenyekevu. Bwana hutaikataa hiyo. Hizo ndio dhabihu hizo. By the way, uko ndo kukomaa Kikristo. Au nimewapeleka mbali sana. Kama mwelewe hilo. Mstari wa 16 anasema lakini msahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi nizo zimpendezazo Mungu. Bali hizo sadaka ndo dhabihu. Ameshatoka kidogo kwenye ukomavu, japo ndo hilo, lakini analiangalia katika muktadha wa nini tumtolee Mungu. Wewe upendo amri kubwa kuliko zote ni kumpenda Mungu, si ndio? Upendo unaenda na utoaji. Bila kufanya kitu, bila kutoa kitu, hakuna upendo. Haupo. Pendo ni matendo. Maneno yanakuja kama nyongeza. Kwa hiyo anasema msisahau kutenda mema na kushirikiana. Hili ni somo pana, kutenda mema katika mambo mengi. Na kushirikiana. Tuje
Tulikuwa tunaangalia hizo muktadha wa dhabihu. Hizo ndizo dhabihu, kutenda mema na kushirikiana ndio sadaka zinazompendeza Mungu. Mwambie Mkristo wa leo hizo habari hamtaelewana kabisa. Sadaka ni pesa. Sadaka ni nini na nini? Ndio, ni pesa na hivyo yote, lakini dhabihu kubwa kuliko zote. Anasema hiyo ndio ibada yenye kibali mbele za Mungu. Kutenda mema ni nini? Ni kutokusemana mabaya, kusaidiana. Hivi wewe kuulize, Mkristo wa leo umepungukiwa 1500 kwenye mambo yako. Kuna Mkristo yuko tayari kumsaidia mwingine ile 1500 kirahisi rahisi kwenye makanisa ya leo? Haipo. Lakini wakikutana, jamani nawapenda. Wote jamani nawapenda. Uongo mtupu. Wakristo wa leo hawakopeshani. Kwa sababu ukimkopesha hakurudishi, mnagombana milele, basi inabidi kila mtu atunze chake. Ndio. Leo hii mtu akitaka kwenda kukopa anaenda kwa mtu wa dunia. Anaenda kwa mtu wa dunia. Mstari wa 10 kipengele kinachofuata ni habari za kuwatii, kutia nguvu wenye kuongoza. Hii hoja aliongelea, anasema wakumbuke wanaoongoza, waliowahubiria neno na nini, lakini au wanaohubia neno. Lakini hapa anaisisitiza zaidi. Kuanzia mstari ule wa 17. Anasema hivi, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Nasema kama kuna mtu ambaye anawahubiri, anawaambia maneno, kwa hapa tulipo ni mimi kwa kweli. Nasema muonyeshe kicho, utii na kumpa sehemu fulani ya kuwa muhimu katika maisha yenu. Ndio. Mstari wa 17. Mstari wa 18 anasema hivi. Tuombeeni, ni hoja ile ile. Ukiacha kuwatii na kuwafanyia nini, lakini na kuwaombea. Anasema tuombeeni, maana tunaamini kwamba tuna dhamiri njema, tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Nami nawasihi zaidi sana kufanya hivyo ili nirudishe kwenu upesi. Paulo alikuwa amefungwa. Ni hoja ile ile kuwakumbuka waliofungwa, walio katika mateso na vitu gani. Haya maneno ambayo tunakahubiri muda mrefu, lakini ngoja tusogee mbele kidogo. Mstari wa 20 anasema, basi Mungu wa amani, kwanza mstari kipengele cha kwanza tumeona ni Ukristo, ukomavu na kupevuka Kristo. Pili tukaona ni dhabihu, na tatu tukaona ni kuwaombea, kuwajali wenye kuwaongoza na wenye kuwahubiri. Lakini kipengele cha mwisho ni kama maonyo ya mwisho pamoja na hitimisho. Kuanzia mstari wa 20. Sema basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, mstari wa 21, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo utukufu naye milele na milele. Amina. Ni kama anawaombea, lakini vile vile anawakumbusha kukamilika, kuthibitika, kutokuwa Kristo wasiokuwa. Ndicho anachokiongea. Kuna maneno mengi sana huko, kwa kweli ni vigumu sana kuyahubiri yote. Ningeweza kuhitaji labda ulisoma nifundishe kama mara 3. Ningeweza, lakini nikasema hapana, tutaeleweka haya yanayoeleweka, lakini tutaenda katika mambo mengine. Tutakutana nayo kwenye vitabu vingine. Mstari wa 22 anasema, lakini nawasihi ndugu, mchukuliane na neno hili lenye maonyo. Kuchukuliana ni kukubaliana maonyo. Leo hii ni shida sana wanadamu, hasa kwenye muktadha wa kiimani, kutokutaka kuonywa. Anasema mchukuliane na neno hili la maonyo.
Leo hii ukiingia kwenye kanisa akitokea mtu akawa kama ana muktadha wa kuonya ambao ndio muktadha wa kibiblia. Huyo mtu ni mmoja kwa moja anakataliwa. Anaweza kahamishwa au kabadilishwa majukumu. Hatutii moyo. Hatuambii baraka. Anatuambia tu maneno yao. Ambayo sio sahihi. Anasema mchukuliane na maneno haya ya maonyo. Yaani mwe tayari kufanya nini? Kupokea maonyo. Nakwambia mtu anayetuonya hapa sio mimi wala sio nini, Kristo. Yanatuangalia wote kabisa. Yanatuangalia wote. Na anasema kwamba huyu jamaa anatusema sisi yeye yuko hayumo. Kwa mmenionea. Mstari wa 22. Lakini nawasihi ndugu mchukuliane na neno hili lenye maonyo. Mstari wa maana nimewaandikia kwa maneno machache. Mstari wa 23. Jueni ya kuwa ndugu yetu Timotheo amekwisha kufunguliwa, ambaye akija upesi nitaonana nanyi pamoja naye. Paulo baadaye hapa anaonyesha alikuwa Italia, alienda Italia sio kwa mapenzi yake, alipelekwa kwa ajili ya mateso huko. Lakini anasema na Timotheo amefungwa, lakini amefunguliwa. Basi nikipata uhuru ikiwa vizuri mtatuona, tutakuja wote, tutakuja kuwatembelea ninyi wa Ebrania. Naona walikuwa na kanisa sehemu fulani. Wewe ngwambie kulazimu na mimi na wewe siwezi kusema leo na kesho sitakuja lini. Kulazimu kufungwa, kulazimu kutengwa na nini. Na iwe hivyo, so it be. Na iwe hivyo. Tutakuja pamoja na. By the way, hapa tunaposikia Timotheo anaongelewa, Timotheo alikuwa ni mwongofu aliyetokana na Paulo. Ndio inatupaga pia kipengele kwamba inawezekana kitabu cha Ebrania kiliandikwa na Paulo kwa sababu Timotheo hakuwa mshirika wa kiutendaji na wakina Petro na watu wengine, alikuwa ni wa Paulo. Na tunaomba msikia na muongelea Timotheo, inatupa taarifa kama huyu ni Paulo. Mstari wa 24 anasema wasalimuni wote wenye kuwaongoza. Baada anaongelea hoja ile wenye kuwaongoza. Watieni nguvu. Na watakatifu wote. Hivi watakatifu anaowasema wanaosalimiwa washakufa wakatangazwa. Wako hai wanapumua. Wewe mwambie watakatifu wa kwenye Biblia ni wale walioamini Yesu Kristo. Watakatifu wa dini za Kikatoliki huko na wengine wote sina Kiluteri ni waliokufa. Na ni Mungu walio hai, sio Mungu waliokufa. Hao walio wa Italia wanawasalimu. Manake Paulo alikuwa Italia, alikuwa mpelekwa Rumi, hakuenda kwa mapenzi yake, lakini baada akaendelea kufanya kazi ya Mungu, anaandika barua hii akiwa huko, anaandika kitabu hiki akiwa huko, anaendelea kumtumikia Mungu katika shida na raha. Wewe mwambie Kristo, wewe jifunze kumtumikia Mungu katika shida na raha. Hasa katika shida. Mstari wa 25 neema na iwe nanyi yote. Anaombea neema ya Mungu. Basi tutakuwa tumeshia hapa. Tutakuwa tumemaliza kitabu hiki cha Waebrania ambacho nitamani sana kufundisha zamani, lakini hatimaye imekuwa. Namshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Chote tumekirekodi, hatukupata shida, kiko kwenye mtandao. Vizazi vijavyo watakisikia. Tutakuwa tumemaliza hapa, tutakapokutana tena tutaingia katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Mungu awabariki sana. Asante Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya neno hili. Kwa ajili ya kumaliza kitabu hiki ni furaha kubwa. Ni kama tumehitimu hatua nyingine Mungu ya kukukaribia wewe. Basi Mungu asante kwa kututendea makuu ya namna hii katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen.